So active income imepewa jukumu moja, na naomba leo wasikilizaji wetu wakichukua hicho. Kazi ya active income ni kitu kimoja tu. Uwe mfanyabiashara wa nguo, uwe exporter wa korosho, uwe importer wa hardware, kazi yako hiyo, kazi yake ni moja tu, kukuwezesha wewe kuboresha passive income. Passive income ni kile kipato ambacho hutegemei utimamu wako wa afya, kuajiliwa kwako ama kufanya kwako biashara, havitegemei hivyo vitu vyote. Provided that umewekeza kwenye passive income, wewe utaishi, kwa sababu hapo ndipo passive income. Tunapoongelea uhuru wa kifedha, tunaongelea mwekezaji ama mtu ambaye amewekeza vizuri kwenye passive income, sio active income, passive income. Na ndio maana wachezaji mpira wanalipwa hela kubwa sana as active income. Lakini je, nani hajui kuhusu Emmanuel Ebue, mmoja wa wachezaji wazuri sana wa klabu ya Arsenal, kufilisika? Nani hajui kuhusu Luis Saha, alikuwa ni forward mzuri sana wa Manchester United, kufilisika? Mind you, hawa ni watu ambao wanalipwa dola 80,000 kwa mwezi. Watu wangapi hawajui kuhusu Mike Tyson? Wangapi wanajua Mike Tyson kwa umri wake miaka 60, mwezi huu wa 10 anabidi apigane tena ili tu kupata chochote kitu? That is not the life we plan. Na kumbuka Mike Tyson, mimi nimekuwa, he was a billionaire, lakini amefikaje tena saa hizi tena anataka kuingia tena ulingoni? No one wants to fight at 60, kwa sababu alipokuwa na vibrant active income hakuchukua jukumu la pili la kugraduate. Active income ni primary school na secondary school. To graduate, to become a free person financially, you have to graduate into passive income. And this is where mfuko kama Inuka Money Market unakuja. When it comes to passive income, financial markets are there for you. How? Ndio inakuja mifuko kama Inuka.